Naam, karibuni sana wote ambao mko nasikiliza Baraka One TV, ikiwa ni saa 6 saa za Afrika Kati, sawa na saa 7 majira Afrika Mashariki. Mimi ni ndugu yako hapa, the one and only town DJ P Rajab Kili Kabonga, mwenye kukurushia haya matangazo. Na katika yote ambayo tutakwenda kuyajadili, ni kuambie tu kwamba tutakazia sana swala la M23 kujaribu kushawishi serikali ya Gitega, makao makuu, na pia mji wa kibiashara Bujumbura, serikali ya Burundi kwa kifupi, kwa sababu ya kuweza kuachia nafasi ya wao kuendeleza mashambulizi yao. M23 imeitaka serikali ya Burundi waondoe majeshi yao kusini mwa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia jimboni yote Kivu ya Kusini, kwa sababu tuko na army burundese yenye iko Shabunda, iko tarafa ya Kabare, Walungu, Shabunda, Uvira, Mwenga pamoja na Fizi. Sasa AFC inaogopa kufanya mashambulizi kupigana na jeshi la Burundi, kwa sababu inajua kwamba itaprovoke kitu ambacho kitawakosti sana, na hiki nishazungumza mara mingi kwamba magaidi wa M23 pamoja na jeshi la Rwanda hawawezi kupigana na jeshi la Burundi, kwa sababu wanajua determination yenye iko mu arme burundese. Unajua jeshi la Burundi halina virusi sana kama jeshi la FARDC. Sasa kile kitendo kinafanya wao wakuwe wako na mipaka. Sawa? Wanaogopa kwamba tukivamia hili jeshi sasa hivi, ambacho kitatukuta ni moja kwa moja Kigali. So wakawa wanatoa hayo mapendekezo. Na jambo la pili ni kifo anachopewa Corneille Nangaa. Corneille Nangaa inasemekana kwamba amekufa. Tulichambua hizi kwenye habari zetu za habari na maelezo mchana wa jana kwamba Corneille Nangaa amekufa, aliingia kwenye ambuscade na akashambuliwa, akawa amepoteza maisha. Tutazungumza hili swala pia, ukweli wake uko wapi. Na swala jingine ni hatima ya watu ambao wako wanajiunga na M23. Tumeona clip zimezunguruka hapa, baba mchungaji mmoja muumini wa dini ya Témoins de Jéhovah ameweza kukamatwa na wazalendo, huku akipewa mzigo kwamba anatumika na magaidi wa M23, na alikuwa akitafutwa muda mrefu, alikuwa anakwepa, huku akijinadi na kuendelea kuonyesha njia mbalimbali. Sasa vitendo kama hivi, hao watu watakuwa wako na hatima gani? So hayo ndio mambo ambayo tutakwenda kuyajadili pamoja na mchambuzi wetu Said kutoka nchini Marekani. So karibuni sana wote maeneo yote ambako mko mnatusikiliza. Na ili kwa kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like, pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV, ambako utakutana pia na matukio mengine mengi ambayo yako yanazidi kulindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na usisahau pia kwamba tuko na operation Saidia Muzalendo ambayo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hiyo, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa screen yako hapo, ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Tutafutane na ndugu yetu hapa ili tuweze kusikiza nini ambacho kitakwenda kujiri. Hello. Ya, karibu sana bwana. Asante ndugu yangu. Vipi wewe, hujambo? Huku mambo ni sawa. Hii ni Baraka One TV, na kama kawaida
muda wetu ambao pia tunakuwa tuko nafasi ya kuweza kuwasikiliza wananchi wanasemaje na kuwapa kile ambacho tuko nacho. Kwanza kabla ya yote kama unavyoelewa msisitizo ambao upo kati ya M23 kujaribu kuishawishi serikali ya Gitega iweze kuondoa majeshi yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kupata nafasi ya kupigana na wazalendo pamoja na FRDC. Na pia swala la pili ambalo ni swala nyeti ambalo pia tunatakiwa kuweza kuligusia ni kutokana na hii hali ambayo iko inajitokeza sasa hivi. Sorry kidogo. Sorry kidogo. No, tupo tu ni mitambo tu ndio ilikuwa inajaribu kwenda kombo kidogo, lakini ni hili swala ambalo limetokeza la Corneille Nangaa kwamba Nangaa atakuwa ameaga dunia. Hilo liko hivyo. Na pia hatima ya wale wote ambao wako natumika ama kujiunga na M23. Nafikiri hivi vitu vitatu muhimu tutakwenda kuvizungumza hapa na kuwapa watu kile ambacho walikuwa hawakijui, tunakwenda kuwafafanulia. So kabla yote kwanza kifungua kinywa chako ni kipi? Hiyo taarifa ya Nangaa kweli ipo? Tuanze kwanza na kifungua kinywa chako ndio tutakuja kuzungumza taarifa za Nangaa. Sababu kuna data zimevuja. Bwana, kifungua changu huku kuna mbilinga huku. Kuna mbilinga huku bwana. Hata hapa tunaongea nilipo. Hapa tunaongea nilipo hapa. Sijui ni kuna mbilinga Marekani, kuna maandamano kila sehemu. Ni hatari kweli. So akipata muda mzuri nafikiri atatupigia mchambuzi wetu bwana Said. Sasa ngoja mimi nitiririke na hizi mambo. Kwa sababu kuna watu walijaribu nisema kwamba kunielewa vibaya katika taarifa zetu zote kuanzia juzi. Tunazungumzia swala la M23 kuishawishi serikali ya Burundi ili iweze kuachia njia waweze kushuka Uvira. Ndugu zangu, hapa nataka nikazie. Sizungumzi kwa kusema kwamba serikali ya Burundi imekubaliana na M23 kuwapa njia ya kuja kuvamia Uvira. Hapana. Ila nasema kwamba M23 wamewatuma watu kwenda kujaribu kuishawishi serikali ya Gitega ikubaliane na wao kuondoa majeshi zao mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kuanzisha vita direct kuja kuvamia wapi? Uvira. Unajua Burundi iko na jeshi lake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na Burundi iko na interest zake mu RDC. Sasa kama Burundi itashawishika na M23, hii itakuwa ina picha nyingine. Sasa tukajaribu kusema kwamba je, kweli Ndayishimiye anaweza kushawishika na kauli za M23? Ndayishimiye sio mtoto mdogo, ni mwanajeshi. Anajua fika kwamba wanawapa kichwa M23 ni Paul Kagame. Na Burundi iko na aferi na Rwanda. Wale watu ambao walijaribu kufanya mapinduzi ya mwaka 2015 Burundi walikuwa ni Watusi wa kina Niyombare na kina Alexis Sindohije. Na hawa wote ndio viongozi wa Redi Tabara. Na wakina Godefroid Niyombare wamepewa hifadhi wapi? Rwanda na nani? Na Paul Kagame. Na ile coup d'etat ilikuwa prepare na nani? Na Rwanda. Sasa iko hivi, baada ya pale serikali ya Burundi
iliweza kukata mahusiano yake na serikali ya Rwanda kipindi cha marehemu Peter Nkurunziza. Baadaye alipokuja Evariste Ndayishimiye akajaribu kufanya hii yenye Felix alifanya, kutandre mikono, kuweka mikono wazi, ewani tufanye yaishi, sawa? Hatutaendelea kuishi hivi huku tunawaangamiza raia juu ya maslahi yetu sisi isiyokuwa na maana. Nipatie hawa watu ambao walifanya mapinduzi huku wahukumiwe Burundi. Si ni Warundi? Kama ni Warundi, walete hawa watu huku wahukumiwe huku Burundi, na tufungue biashara, makubaliano na pakti za non aggression zikasainiwa pale. Wakakubaliana kwamba wataleta wale watu ambao walifanya mapinduzi, walijaribu kufanya mapinduzi Burundi, wahukumiwe Burundi. Wakasainiana bana. Haya. Wanasubiria sasa Rwanda itekeleze nafasi yake, ikashindikana. Wanasubiria Rwanda ifanye, ikashindikana. Serikali ya Burundi ikasema pana, huu ni mzaa sasa. Donc hawa watu wanaolea. Wakaja tena wakaanzisha rebellion nyingine ile wakawa wako kwenye mapori ya huku Chibitoke nafikiri. Ndio zile siku 3 ndege za Burundi zilipanda mwile mapori zikawapiga, wakakimbilia Rwanda kule, wakadevie, wakawafungulia njia, wakajikuta wanakuja maplane huku wakapanda mpaka milimani huku Red Tabara, wakaenda jiunga na nani na Twigwaneho. Ndio ile wakati yenye mlikuwa mnasikia milolongo ya basoda inaonekana munjia inapanda kumilima. Basoda wenye hawajulikani kwa balitokea, balikuwa biko na kuwa na ba facilitateur ba FRDC ba complice banabaonyesha njia, na baadhi ya wakaaji wa yale maeneo wanapandisha bagi wanakwenda maeneo yapi ya milimani. Sasa avec hii histoire yote yenye serikali ya Burundi inajua, Ndayishimiye anajua, je, anaweza kuruhusu M23 akubaliane nao na awape nafasi kama hiyo? Sawa. Sasa hii ilikuwa nafasi ya mtu kuweza kufikiria. Nimepata mitazamo mingi ya Warundi ambao wanasema hapana ndugu yangu, sasa serikali yetu haiwezi kufanya hivyo, na hawa watu Rais Ndayishimiye anawajua vizuri sana ni watu wena gani. Na gisi Fachiko nasema kwamba hawezi kuongea na bapante, hawezi kuongea na mapopi, inabidi aongee na yule mtengeneza popi juu. Hautaongea na kinyago, inabidi aongee na yule mchongaji wa kinyago. Yeye ndo anajua kinyago chake alikichonga vipi. Sasa kuongea na M23 ije ipropose serikali ya Burundi iwaambie tutafanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, mtuachie njia, kisha serikali ya Burundi itike, itakuwa ni jambo moja la kushangaza na ni jambo la hatari. Mimi binafsi nikisema hili swala nikilikazia, siwazii kama kiukweli serikali ya Burundi inaweza kukubaliana na M23. Licha kwamba tunajua in politics there is no permanent enemy or permanent partner. What is matter is interest. So hicho ndio kina maana sana, interest in politics. Lakini pia in politics kuna wale ambao wako na umuhimu zaidi kuliko wengine. Leo interesa za Urusi zinafanya Urusi asimsikie mtu yoyote yule. Kwa sababu gani? Iko natetea ardhi yake. Akikaribisha NATO Ukraine, ina maana kwamba Urusi iko menace beaucoup plus. Sasa je, Ndayishimiye atakaribisha M23 Burundi? Uoni kama wapi Uvira, uoni kama Bujumbura itakuwa iko menace beaucoup plus? Kwa hiyo katika taarifa zote ambazo tumezitoa, ili ilikuwa ni habari ambayo iko imefanyika, lakini sasa kutekelezeka pale ndio vitu vile tofauti. Sijasema kwamba Ndayishimiye amekubaliana na M23 kuwapa nafasi. Hapana, nimesema M23 walituma delegation ya kwenda kujaribu kuomba nafasi ya wao kuweza kupewa. Nafikiri hapo tunaelewana, tuwekane sawa. Mpaka sasa hivi serikali ya Burundi haijatoa tamko rasmi kuhusiana na hizi habari, na hata vile vile serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia haijatoa taarifa rasmi kuhusiana na hizi habari. Kwa hiyo kila kitu hapa kinabakia si a verifier.
Naam, tukiachana na hizo taarifa za Burundi, tuchukue hili swala la kifo cha Corneille Nangaa. Ukiachana na kifo cha Corneille Nangaa, kuna kifo cha kada mwingine wa M23 ambaye inasemekana pia naye alipotezea maisha huko maeneo ya Nyabiondo, na hiyo yote ni baada ya mabipigo yenye iko nafanyika na waza. So inakuwa inawapoteza wengi sana magaidi wa M23. Kwa hiyo tutakwenda kusumuria jambo cha ndugu zetu wa Katanga. Tutasumuria haya mambo kwa sababu ni lazima tuyasumurie. Kuna huyu ndugu yetu ambaye anaitwa Afande Bravo. Ndio jina lake la vita hiyo. Afande Bravo. Huyu bwana nafikiri sio mgeni kwetu. Wengi wanazoea kumuona. Atakuwa inasemekana naye atakuwa alifia kwenye hii vita ya jana ya Nyabiondo. Kwa sababu majeshi ya FRDC walitumia ndege na drones. Walipiga Nyabiondo na wakapiga pia tena kiwanda cha Tuangiza, lakini hiyo sio subject ambayo tutazungumza hapa. Hapa tunazungumzia ni vifo vya viongozi wa ngazi za juu wa M23. Corneille Nangaa alijikuta katika hati ambayo niwaambie kwamba haijawa kuwa rasmi, kwa sababu ikiwa rasmi ina maana itatangazwa na M23, na yuko hoi hospitali. Hizi ni habari ambazo ziko. Alipata majeraha makubwa na amepelekwa hospitali jijini Nairobi. Na hivi iko natunziwa Kenya. Hizi ni habari kutoka ndani ya safu ya M23. Lakini hawawezi kulizungumza hili kwa sababu ya kuficha mood ile spirit ya watu wengine. Na hata pia ule kamanda Bya Mungu naye. Unaona? Bya Mungu naye yule kabisa atakuwa amepotea moja kwa moja na hatarudi tena. Kwa hiyo habari za Corneille Nangaa za yeye kule ambako alipelekwa yuko mzima ama amekwisha kutoweka, tutakuja kuzizungumza tena hapa. Lakini kilichofanyika ni kwamba baada ya lile gari, ile convoy ya wao M23 kutoka maeneo ya Kibumba, axe Kibumba, walishambuliwa pale na wanajeshi wa FRDC na Uzalendo ambao walikuwa wako na target na habari kwamba convoy ya Corneille Nangaa iko inapita hapa kuelekea Goma. Kwa hiyo ikashambuliwa pale, wakajipanga vizuri vijana wa Ngwasuma, wakashambulia, wakapiga, na wengi ambao walikuwa wako mle ndani walipoteza maisha. Ni wachache, mmoja tu ndiye ambaye anasema kwamba alitoka mzima, lakini ukisikiliza katika masemi yake utagundua kwamba kuna kiongozi mkubwa alikuwa yuko naye, lakini hakutaka kumtaja jina. Unaona? Yeah. Sababu mtu yuko anazungumza jambo unakuta kama anasema nilikuwa tulikuwa na waka, lakini wale mimi ndo nika. Unaona? Kuna kitu hapa alificha. Ukisikia hii sentence yake ya mwisho, hebu ngoja usikize jinsi anaanza kusimulia. Tulikuwa tuko tunaenda na convoy, mimi shoferi akapigwa masase, sijui nini, wenzangu walikuwa karibu yangu akapigwa masase akaanguka, mimi mwenyewe ndo nikapona nikatoka, lakini hivyo mwingine ali yake yani iko naongea ile ya kusita ya kukatakata. Hii inaonyesha kwamba kuna kiongozi mkubwa alikuwa yuko na hawa ni watu wa Corneille Nangaa. Sawa? Au si Wanyarwanda. Hii ni staff ya Wakongole wale wa Corneille Nangaa. Ndio wenyewe walikumbana na hili swala, na yeye mwenyewe kibaraka wao mkubwa walikuwa wako naye. Hebu kwanza tusikilize hii hapa. Nimekufanyia hivi ili uweze kusikiliza kwa makini, kisha utagundua kuna kitu hapa iko na ficha kukizungumza. Là, on vient de connaître une attaque sur la route Kibumba. Sur la route Kibumba, voilà là les militaires qui nous
faisait la garde vient de tomber. Il est mort directement sur le champ et les balles qui l'ont atteint sont sur la fenêtre ici, sur le pare-brise. Il est tombé directement. Et j'étais derrière lui. Je ne sais pas comment. Aucune balle ne m'a atteint. Je suis sorti pendant les fusillades entre l'autre militaire qui était à côté de chez moi, à côté de moi plutôt. Il est sorti en train d'échanger avec eux. Malheureusement, il a été atteint sur le ventre. Il reste un blessé grave. Il est resté un blessé grave, on vient de l'amener à l'hôpital. Et l'autre vient d'être ramené à la morgue. Bon, nous, on ne sait pas pourquoi on est sorti indemne avec monsieur, avec le chauffeur et moi-même. Je suis sorti pendant les fusillades en rampant jusque dans la forêt. Voilà. C'est peut-être ce qui m'a sauvé. Ben, c'est grave, c'est grave. Merci. Yes, unasikia hiyo hapo? Hizi umesikia vizuri bana. Kama kitu unakisikiliza kwa makini sana, utasikia unagundua kuna kitu hapa kio kinafichika. Unaona? Anaficha kitu, lakini kwa wazee wa kudadisi mambo watagundua kwamba hapa kuna kitu kenye hakiko sawa. Kwa hiyo sisi hapa Baraka One TV tuna confirm kwamba Nangaa iko hoi hospitalize Kenya. Tusubirie tu majibu yake, kama atatoka salama tutakuja kuambiana, na kama hatakuwa mzima pia tutakuja kuambiana. Lakini habari za huyu bwana Komanda Bravo kuwa ametoweka, hizo tunazihakikisha ametoweka, na habari pia za Colonel Biamungu na yeye pia kuwa ametoweka, na zenyewe pia zina uhakika kwamba ametoweka. Labda sasa miracle ndio ifanyike tena tuwaone hapo wanajitokeza, labda kwa miracle, lakini kwa taarifa ambazo ziko ndio hizo ambazo ziko nazo. Kwa hiyo ni jambo la heri sana kwa watu, sio kwamba watu wanaweza kushindwa kupata taarifa na kupewa taarifa. Sisi tunapewa taarifa ambazo ziko za uhakika na tunazitoa taarifa pia zenye kuwa na uhakika. Naona ndugu yangu Saidi ananikia kwamba atarudi muda si mrefu, na so hali ya mazingira tuko nayo yenye wako nayo kule kwao ni ya maandamano sana, na hivyo serikali ya Marekani iko inajaribu kutuliza waandamanaji, na katika yote tutakupata muda pia wa kuzungumza naye hata tusipofanya naye kipindi hiki kwa sasa hivi, sababu muda pia uko rafiki, muda uko natutupa mkono, lakini inakuwa ni jambo hivyo. Sasa nini ambacho kitatokea kwa wale wote ambao watakuwa wako karibu na bwana Corneille Nangaa baada ya Corneille Nangaa kuwa amepotea, kuwa ameyaga dunia? Kitakachofuata ni wandugu zake wote wa karibu, sawa, wale wote ambao walikuwa wako nyuma yake, ambao waliingia kwa afya kwa ajili ya jina lake, basi wote watakuwa hawana nafasi tena, na hatima yao itakuwa iko ni matata sana. Unaona hapa Katana kumekamatika mtu mmoja wa ambaye ni Témoin de Jéhovah. Huyu bwana nisha kuzungumzia tena kipindi fulani. Kuna mtu maeneo ya Katana anafanya ujinga sana kucollaborate na M23, kuwaonyesha mipango, kuwapa hivi na hivi, lakini alikuwa anajificha ndani ya kanisa la Mashahidi wa Jehova. Nafikiri tuweke utofauti, tunatofautisha kati ya dini na masuala ya kisiasa. Sizungumzi hivi kwa nia mbovu, lakini tuwe makini sana na watu wa dini, viongozi wa dini. Haiko kwa sababu ni kiongozi wa dini ndo utamchukua sasa ndo anakuwa kutop kila ambacho anakuambia wewe ni ame. Hapana, uko mtu uko na akili zako timamu. Kwa hiyo jaribu kuwa na tafakari mambo, unaona, jaribu kuwa na tafakari mambo mengine uyakamatia jinsi alivyo, usikamate jinsi yeye pekee anakuambia wewe ni ame. Bwana Zawadi. Mambo unasemaje kuna? Bwana mambo huko sio mambo ndugu yangu. Samahani sana kwa kukata kipindi. Niko Georgia ndugu yangu. Mimi niko Georgia.
Sasa kwenye nilipaki traki, kwenye tulipaki tunaona weko wanakuja wanaandamana. Si ndio tunasema ndio tunatoa matraki, ndio uliona simu ikadondoka nikaingia kwa traki ndio sababu nilikuwa navutavuta kaewa nje. Ndio naona traki mwenzangu anakuja ambia, namuuliza ni nini? Ndio ananiambia weko anakuja au anasema anakuwa kama homeless. Ndio tunaingia mbio kwa traki. Ndio tunakimbiza tunakuja kupaki sehemu moja karibu na Walmart. Okay. Poleni sana. Tulikuwa sehemu kwenye kampuni tunasubiri. Hao wanaandamana nini hao? Marekani watu wanaandamana. Ndugu yangu ndo njaa, si ndio tunaongea kila siku njaa. Njaa ni mbaya. Njaa. Wanaandika tu no king. Sasa no king, Trump no king. Trump na anasema mimi sina king. Sasa ndio tutajua sasa. Njaa ni mbaya. Tukimiambia Ulaya njaa ni mbaya mkubali. Sasa bwana, hapo tumebaki na dakika chache. Hebu tuongelee kidogo kuhusiana na tukazie hapa kwa serikali ya Burundi. Serikali ya Burundi kushawishika na M23. Eske M23 itaweza kabisa kuishawishi serikali ya Burundi ili iweze kuondoa majeshi zake, kwa sababu wao wapate nafasi ya kupigana na wazalendo na FARDC kwa ajili ya kuingia Uvira? Na ukumbuke tu kwamba Burundi inajua kweli kwamba wenye wako nyuma na M23 ni Rwanda, na Rwanda ni adui, tusifichane, ni adui wa Burundi kabisa. Eske hili litawezekana? Kwanza moja, bila kupoteza muda, nikumbushe kwanza haraka tu. Burundi akumbuke wakati ule sijui ulikuwa Nkurunziza. Wakati wa mzee mpaka kufikia Burundi, iliyowasaidia kukamata Burundi ilikuwa ni mzee. Kwa hiyo hatua inaweza ikatumika. Wakishakamata Kongo watapiga na Burundi ile iliyotumika kwa mzee. Kwa hiyo ni lazima Warundi wao wanakaa wanajua. Niliona comment wamoja wakasema bwana rais aliapa, rais alifanya nini? Maswala mtu akiwa mfanya siasa usimwamini, jiamini wewe mwenyewe tu. Yaani unachoaminia wewe ni jambo yake, yanayofuata muda wote anaweza kabadilika. Uliona Trump anamwambia Netanyahu simamisha vita. Haya, jana wenye walikufa ni wangapi? Ruto akaenda kashambulia na Netanyahu. Kwa hiyo sisi hatukuongelea kama vile walivyochukulia. Hapana, Ndayishimiye yeye hawezi, rais wa Burundi anajua ndo ni nini. Yeye rais ni rais yuko Burundi, lakini inawezekana wale waskari wake miongoni mwao mnawezekana mkapatikana wasaliti, si wanadamu? Wewe unafikiri wale wenye kufungwa Burundi wapinzani wote walikuwa wanataka kufanya nini? Kwa sababu kuna vibonzo ambavyo viko vinachoreka vinamuonesha Ndayishimiye akiwa anajikusanyia madola na huku wanajeshi wa Burundi ndo wako front wanapigana. Hii tayari inaleta picha nyingine kwamba rais iko na kula, wanajeshi huku wanahangaika. So wanajeshi wanaweza wakaingiwa na vishawishi wakasema na sisi tufuate hizo dola. Unajua wale machambuzi wale waliokuwa wanachambua taarifa wajue kwanza, niwape taarifa, viongozi wote wa Afrika hakuna mwaminifu. Inapokuja swala la pesa, Burundi wana matatizo yao. Ni kwa mfano sasa hivi Burundi wapo vizuri, lakini wana matatizo tu kwa mafuta inawasumbua kidogo, lakini mambo mengine yapo vizuri. Huko unaona Kenya, kuendelea Kenya unaona ni nini? Ni nchi ya usalama. Huko unaona Tanzania, kuendelea Tanzania ni nini? Kwa hiyo hii East Africa wana matatizo yenye kufanana. Mzozo wa Kongo ni wenye kusababisha nchi kama ngapi? Rwanda, Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya na wengine wanajitumbukiza humo. Lakini hii nchi ni wanatakiwa kwa, yani sio hombi, ni lazima Rais Tshisekedi, Mama Samia, rais wa Uganda na wa Burundi na wa Rwanda wakae sehemu moja bila kuchanga wazungu, wamalize huu mzozo. Ni nchi 5 East Africa wote wenye kujua huyu mzozo unaenda wapi.
Hawa wote na wataja wapo Mkongo, wanatafuna Kongo, wanakula Kongo. Huyu akitafuta kumaliza huyu huko anachochea, hawa huko akitafuta kutengeneza hao wengine wanachochea. Hivyo ndo wanapelekesha na wanaendelea, sababu kwao kuko kimya, familia yao wanakaa kimya, wakongomani wanaendelea kuteseka. Mkipata wakimbizi watakimbilia ni Tanzania, serikali itatoa mabilioni kuweka UN kulisha hao wakimbizi wenikuwa nchi ya nje, lakini wenyewe wanaendelea kujimarisha na uchumi wao. Yaani Kongo ilishaonekana kama ni kibaraka wa kutumika, wenyewe maisha hivyo ndio hivyo. Kila mtu akitaka kuchuma anaingia Kongo. Hatuwezi kuwa hivyo. Kama ni kutoka watoke, kama tutabaki kuwa na majirani. Najua Kongo kuanzia Tanzania, kuanzia Burundi na Rwanda, hakuna nchi nitaikataa Kongo. Ni maji ukikataa kunywa utanawa. Hakuna nchi ni kupokea mzigo mkubwa kama Kongo, hata Tanzania wanajua. Kama leo Tanzania tukisema okay tunajitenga, hao wa Tanzania waseme kama mzigo hautaenda, Tanzania haitasurvive. Itasurvive kwa nchi gani? Asilimia kubwa ya mizigo kwa nchi gani? Zambia hawana chochote. Kwa hiyo wafanye bidii usalama upatikane Mkongo, ndio tuelewane nao. Asilimia kubwa ya mizigo ambayo inaingia kwenye bandari ya Tanzania ni Kongo. Tanzania Kongo. Ukikuta pale bandari, kumbuka sasa hivi uchumi ni biashara. Siasa nzuri ni kwenye biashara. Wapo mshindano ni kwa biashara. Kenya wana bandari, Tanzania wana bandari. Haya, niambie mzigo unafika pale bandari. Rwanda inakula mzigo gani? Unajua Zambia inakula ni mzigo gani? Ni mafuta tu. Hizi nchi Kongo ndo nchi pekee ni kujaza mzigo. Ndio yenye kuingiza mabilioni kwa Tanzania. Tunaambiana ukweli. Hizi nchi zitakuja zilie wakati tutamaliza kujenga poti yetu ya Banana, na hivyo mizigo yote itakuwa napitia kule maeneo ya Banana. Kwa hiyo watahangaika sasa. Wanatumia mbinu nyingi kujaribu kutuzubaisha ili tusiweze kujiendeleza, lakini Mungu si Asumani, tutasimama tu. Hili swala la Corneille Nangaa kwa taarifa ambazo nimezipata, yuko hospitalized Kenya. Alipata mashambulio na yuko Kenya anatibiwa. Una chochote cha kukazia hapo? Kuna watu unajua, kwanza moja, kuna watu ni kama wanataka wenzao wawe na jaziba. Hawa wenye kusapoti Nanga wenye kuwa hapa Marekani na wenye kuwa Uingereza, wangekuwa na wandugu wao wenye kufa. Unaweza kukuta mwenye kusapoti mama yake alishaka kufa na kwenye familia eleweki. Lakini kama Nanga eko na kuuia ndugu yako wewe, familia yako wewe, sifikiri unaweza ukafurahi. Unajua watu wenye kufanya mauaji hawana wandugu Mkongo. Hawana ndugu Mkongo. Waulize Warundi wale wenye ambao walipotezaka familia yao. Waulize wenye Rwanda wale wenye ambao walipotezaka wandugu yao. Waulize Wakongomani wenye ambao walishapoteza nyumba nzima wanafunga. Ukimuuliza ujue majibu atakupa. Kwa nini yeye asipatikane? Kwa nini? Yeye mamilioni na mamilioni anauisha. Kupatikana kwa Nangaa ni sawasawa tu na kuku ambaye amechinjwa siku ya Bonane, watu wanakula na wanasahau. Wala kuna hata mimi ubinafsi mimi wala kuna hata kitu kinyambacho tadili. Sababu mtu unaenda kumsupport, yani utakuta watu. Sasa kuna kauli moja wanasema, kuna wazee, sio kila mzee anayezeeka ni mwenye usarabu. Kuna wazee wajinga nao wanazeeka. Si mzee anaanza kuwa kijana. Kuna vijana wa hofu ndio wanazeeka hivyo. Sio kila mtu unayemuona na imvu kichwani maana yake ana usarabu. Sababu moja ni hivi, kama ulizaliwa upo akili yako haitoshelezi, hivi unaona imvu itakuongezea akili? Wapi? Wapi? Mimi waulize kwanza mashabiki, waje walete comment. Kama mtu alizaliwa yuko kizembezembe, sasa imvu ikitoka, je, akili itaongezeka? Kwanza ndo lazidi kuwa kizezeta kabisa. Atakuwa ni kizezeta tu.
Unaona? Kwa hiyo sio kila mzee unamuona anaimva na busara, hapana. Sababu ukitaka kumjua mlevi au mtu mwenye kuwa na mapungufu ya akili, wewe anza kuongea naye ndio utasikia venye ataanza kurupuka kukinywa. Naona muda wetu umetusha mkono. Kauli yako ya mwisho ni ipi? Tufungie hapo. Kauli yangu ya mwisho, masuala ya nanga sisi hatupo. Sisi tusimame kama kwa nchi yetu. Hawa masuala ya Warundi wamekuja kutusaidia. Sawa, hatujakataa na sisi hatujaongelea kwa ubaya, ila ni lazima tuwe makini. Tusiache milango yote wazi. Lazima tuwe na kasiri kama Mungu alibaki, Mungu baada ya kuumba vitu vyote, alibaki na siri yake yeye mwenyewe Mungu. Na ndio hile ambayo mpaka leo tunashindwa kugundua wai wa mtu. Na ndio mpaka leo tunahangaika nayo kujua ni nani anayejua kifo. Hakuna mwenye kujua kifo. Ni nani anayejua paradise au mwisho wa dunia huko wapi? Hata wa malaika waliulizwa hawakujua. Hii ni siri Mungu alibakia nayo. Mimi nakushukuru sana. Tukutane kesho Mario, tupate muda mzuri kesho maana leo bwana, kesho mimi nipo tu bwana. Nipo, kuna mengi natamani nikwambie, lakini hii ni news nzuri ndugu yangu. Ninayo, lakini naona muda unakwenda. Tutaongea baadaye, tutayapanga. Asante sana. Nakushukuru. Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka1 TV. Chao chao.